Huku bajeti ya mwaka 2025-2026 ikiwekwa bayana bungeni hii leo na Waziri John Mbadi, Wakenya wanahisi kuwa bado gharama ya maisha ni juu, hasa kutokana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu. Mwanahabari Vera Moraa amezungumza na wananchi kwenye mojawapo ya duka la jumla na soko la Marikiti, Nairobi, na kuandaa taarifa hii kuhusu taswira ya hali ya maisha nchini. Mr. Speaker, I am alive to these domestic challenges facing Kenyans. Waziri wa fedha John Mbadi alipokuwa akisoma bajeti ya mwaka 2025 mwaka 2026 bungeni, Wakenya walikuwa na matarajio yao. Muhimu mno kuangalau gharama ya maisha ingeshuka, bei ya bidhaa muhimu za matumizi ikipungua. Kutafuta majibu, tulitembea mitaa ya Nairobi tukisikiliza kauli za wananchi. Kwa kusema ukweli tumefinyiliwa, angetuacha tupumue. Hii bajeti imetuumiza zaidi. Manake kama mimi niko na watoto kwa shule na nauzaga sisi kama hizi. Kitabu niuze Tropical ama Big G ifike shilingi 100. Niweze hata kukula lunch chakula ya tubo. Inakuwa ni problem. So ile kitu ningesi serikali ama ninge request, niwafikirie mwananchi wa kawaida. Sababu mwananchi wa kawaida anaumia zaidi. Bei ya nyanya na vitunguu ikipanda ghafla ikilinganishwa na mwaka uliopita. Bei ya kilo moja ya kitunguu imeongezeka kutoka shilingi 100 hadi shilingi 150. Unaona hata kitunguu watu wameshindwa hata na kununua. Na sio kupenda, ni vile tumefinyiliwa, tukienda wapi ni tax, kila pale ni tax. Kwa hivyo yule tunauzia akikunja kununua anapata vitu zimepanda. So akipelekea mwenye anaenda kuuzia naye anaenda kupandisha yake ndio apate kitu. So unapata hizo vitu zimekaa hapo na zimeanza kuoza. Baadaye nikaingia kwenye mojawapo ya maduka makuu Nairobi kwa nia ya kutumia shilingi 1000 za Kenya kununua bidhaa muhimu. Bei ya maziwa ni kuanzia shilingi 35 hadi 60 kulingana na kipimo. Kwa hivyo nikanunua pakiti mbili kwa shilingi 120. Nayo mikate ni kuanzia shilingi 35 kwa mkate maarufu kama kadogo na shilingi 65 hadi 130. Nikanunua kadogo na mkate wa gramu 400 kwa shilingi 100. Sabuni ya kipande nikanunua miti miwili kwa shilingi 470. Mafuta ya kupikia nayo lita 1 nikanunua kwa shilingi 320. Unga wa ugali vile bei hutegemea kampuni, nikanunua pakiti mbili, moja kwa shilingi 160 na nyingine 170. Na hatimaye pakiti ya kiberiti kwa shilingi 50. Mwisho wa siku, shilingi 1000 hazikutosha kununua bidhaa hizi muhimu, ikanigharimu shilingi 270 zaidi. Takwimu hizi zinachora picha halisi ya changamoto zinazowakumba wananchi, ingawa maoni ya umma yamegawanyika. Mchele ni shilingi ngapi? Kama sindano ni 120, kuna barafu 180. Ile ya bei kidogo kabisa ni 120, ile ya bei ghali kabisa ni 280. Wanasema mgala muue ila haki yake umpe. Na kwa Wakenya haki ni kuwapa bidhaa ambazo ni za bei nafuu, lakini tulivyoshuhudia shilingi 1000 haziwezi kununua bidhaa zote muhimu kwa mwananchi wa kawaida. Nikiwa kwenye mtaa wa South B eneo la Nairobi, jina langu ni Vera Moraa. Shukran sana Vera Moraa, mimi nasubiri mfuko wa unga baadaye.